Kwenye kaya kuna mambo yafuatayo yatafanyika. Kuna dodoso, tutapenda kupata maelezo ya wanakaya, baba na mama, kuhusiana na mambo yanayohusiana afya na lishe. Inaeleweka? Kwa hiyo kuna dodoso litadodosa baba na mama katika maeneo mbalimbali kuhusiana na mifugo, bustani, upandaji wa miti, si ndio? Na vyakula mbalimbali mnavyotumia kwenye familia, lakini lengo kuu kuondoa udumavu. Kwa hiyo udumavu tunaondoa kwa mambo mengi. Inaeleweka? Kwa baada ya hilo dodoso ndio litakuja swala la kujenga jiko banifu. Sawa? Kwa hiyo nyewe mmepata bahati ya kujengewa haya majiko banifu kwa msaada wa ufadhili wa watu wa Ireland. Lakini kinachofanyika hiki kinatarajiwa kiendelee kijiji kizima. Inaeleweka? Kwa hiyo uwe makini. Wakati wanatengeneza mwenzako atakuja, atakuuliza, umetengenezewa hili jiko. Je, lina tofauti gani na haya majiko mengine? Linasaidia nini? Unaelewana? Kwa ndio iko hivyo. Kwa hiyo nimkaribishe fundi hapa. Nimkaribishe fundi hapa aseme kidogo kuhusu faida ya majiko haya, aina ipi ya majiko, faida zake, gharama zake, lipi ni rahisi. Yaani katika haya majiko ambayo natengeneza, ama jiko cha kwanza yanapunguza uharibifu wa mazingira. Na yanapunguzaje sasa? Yanapunguza katika sehemu kuu mbili. Ya kwanza, kama unatumia kuni, utatumia kuni chache, na utatumia hizo kuni chache, lakini pia huwezi ukapata shida wakati unatumia, alafu na ule moto wake unakuwa pale ndani unakaa muda mrefu kwenye jiko. Na haya majiko pia kwenye swala la mkaa unakuepo pale, unaweka pale, unachukua muda mrefu kuweka joto pale kwenye hilo jiko. Na unapomaliza kutumia jiko hili hapa, huwezi ukajikuta labda una athari mwilini labda ya ule moshi kwamba umekuathiri, unahisi kama kikozi mafua, hapana. Kwa sababu kuna pipe hiyo ambayo tunaweka hiyo pipe inatoa moshi nje. Na kwa nini inatoa moshi nje? Kwa kutokana na ile hali mnatenga hivi kwa sababu ya hali ya hewa. Kwa mfano huwezi ukajenga jiko hivi afu upepo unaenda hivi, hapana. Lazima ujenge jiko hivi kutokana na upepo unafanya nini? Unavyoingia, kwamba utasupport kusukuma ule moshi kwenda nje na moto kuwaka vizuri. Basi na yule anayepika inabidi akae huku ambako, kwa sababu moto ushapokea tayari, inatakiwa akae huku ambako upepo unafanya nini? Unatokea, ili usimalize kuni zilizoko ndani pale kwa haraka ule mkaa. Kwa hiyo anapokaa pale upepo unapungua kutoka kwenye distance alipokaa mwenyewe huko hivi. Kwa hiyo kwa ujumla haya majiko ni mazuri. Na pia haya majiko kuna jiko la gharama kidogo, afu na hili la kidogo hali ya chini lakini lipo quality vizuri. Yaani lile lenye gharama ambayo kidogo imepanda juu ni bomba kama hili linapotoka pale kutoa moshi kule nje. Pia ndio lichomeleo engo ambaye tuseme kona ambaye ndio ipande juu kwa sababu moshi ukatokea mbali, si ndio? Lakini sasa lile pale gharama yake ni kubwa. Ila hili la gharama ndogo sana. Likikushinda hili, kuna staili nyingine unaweza ukatumia kupata bati, kipisi cha bati cha futi 2 ama futi 2 kasoro kwenye sentimita 60, sipungue sentimita 60. Basi unatengeneza bomba kwa kukunja tu vizuri, ila pale wakati unakunja, pale unapokutanisha ile nyama ya kukunja inatakiwa iwe kwa chini isikae kwa juu. Kwa sababu ule upepo unapopiga hivi lazima ufanye nini? Upandishe. Ukishindwa pia na hiyo hapo pia, pale unapotengeneza pipe ya kutokea kwenda kutolea moshi kule, unaweza ukatengeneza udongo wa mfinyanzi ambao unashare na majivu kwenye ukuta pale, unapitisha ile bomba unazungusha vizuri na kisha bomba imenyooka vizuri. Alafu unajenga tofali. Sasa hiyo inahitaji utaalamu kidogo, lakini naye pia ni rahisi. Unatengeneza tofali, kutengeneza box la kutolea tu hewa ndani, ije itoke juu. Kishafika tofali yako imefika hata kama hapa, kama uwezo umeishia hapa, unaweka udongo huko, unaweka huko, unakatisha kipande ili mdomo ukae wapi? Pembeni, kwa sababu ya mvua. Ile hewa inafanya nini? Inatoka kwa pembeni. Wewe kimsingi zaidi hii ni kitu kizuri sana ni. Kwanza huu ni kama msaada tumepewa. Nafikiri mlichoitiwa mnakijua. Au kuna mtu hajui? Mnakijua? Jamani, sisi
Tumekuja katika kijiji hiki, tuna mambo mawili, lakini kabla sijayasema nipende angalau kutoa utambulisho wa jumla. Sawa sawa, tumekuja, tuna timu mchanganyiko. Kuna watu wanaotoka ofisi ya consulate kwa upande wa mradi wa lishe kijinsia, kuna watu wanatoka ofisi ya halmashauri. Kwa hiyo hapa tuko watu wa kutoka consulate, watu